mnamo Warundi, mnamo Wakongomani wenzetu, mnamo Interahamwe za Rwanda wakaenda kwa kambi wakaua 166 kwa kambi. Moizi Nyarugabo, hujambo? Jambo. Tuko hapa katika maadhimisho ya kumbukumbu ya watu waliouawa kule Gatumba. Una ujumbe gani leo kwa jumuiya ya kimataifa? Tumekuja hapa kupongeza wandugu walioachwa na familia zao waliouawa Gatumba na Bibokoboko na nafasi nyingine. Tumekuja kuambia kwamba hata vile kungali matumaini, ingalau wameuawa sababu ya vile walivyo, hawakufanya dhambi yoyote. Lakini hapa kunakuwa miaka 22 watu 166 wameuawa kwa kambi ya Gatumba ndani ya nchi ya Burundi. Walikuwa ndani ya kambi ya ukimbizi, walikuwa wanachungwa na watu wa UN, Umoja wa Mataifa. Hapo serikali ya Burundi iliahidi kwamba itasaidia kwa justice. Waongozi wa Umoja wa Mataifa waliahidi kwamba wenye walifanya kitendo hicho watashikwa na kupelekwa mahakamani. Leo inakuwa miaka 22 years. Hakuna hata mtu mmoja aliyeshikwa, aliyepelekwa mahakamani. Hata wale waliosema wao wenyewe kama ni wao waliua watu na wako hapo Bujumbura, wanatembea, wanafanya kazi, walisema kwa redio nyingi, BBC na RFI, kwamba ni wao waliua watu. Hakuna hata mtu mmoja aliyepelekwa mahakamani. Tunaendelea kuomba Umoja wa Mataifa na nchi Kongo na nchi Burundi kuleta justice, kutafuta wale watu waliofanya kile kitendo na wahukumiwe. Kama haifanyike, watu wataendelea kuua wengine sababu wanajua kwamba kuna impunity. Kwa leo tumekuja kufanya commemoration kusudi tuwape pole wale walioachwa na kuendelea kuwahimiza kuishi hata vile. Na tunaendelea kuomba na Umoja wa Mataifa kwamba ni mambo ya aibu kusema kambi ya UNHCR iliyo under responsibility ya Umoja wa Mataifa watu wauawe, hakuna hata neno moja. Haiwezekani. Lakini shida tunayo kwa leo ni kwamba serikali hizo zilipashwa kuleta justice. Serikali ya Kongo na serikali ya Burundi zinaendelea kutuma jeshi kuua Wanyamulenge milimani Minembwe. Leo wanatuma drones na hata ndege za kuua raia na watu wanakufa, watu wanakimbia. Ndio maana kwa leo we have thousands, maelfu ya Wanyamulenge wanakuwa Kenya wakimbizi, maelfu ya Wanyamulenge wanakuwa Uganda, maelfu ya Wanyamulenge wanakuwa Rwanda, maelfu ya Wanyamulenge wanakuwa Burundi. Hata vile Burundi na waacha wale maelfu kwa nchi yake, inaenda kuua wale walibaki nyumbani milimani. Basi na hayo yote tunaomba Umoja wa nchi za Afrika ya Mashariki, tunaomba UN, tunaomba AU wafanye jambo moja, kusimamisha hayo maafa, kusimamisha hayo mauaji na kusimamisha vile vikosi vyote vinatumia hata wa mercenaries na wanatumia ndege kuua raia kila siku hapo milimani. Haiwezekani. Kimya inaendelea na inatosha. Lakini bado mauaji yanaendelea hata huko Minembwe, drones zinatumiwa na jumuiya ya kimataifa bado ni kimya. Unazungumzia vipi ukimya huu wa jumuiya ya kimataifa? Kwangu mimi kunyamaza kwao, kimya yao, it's a kind of they are accomplice somehow. Wanafanya pamoja na wale wauaji, sababu Umoja wa Mataifa hawezi kukaa kimya wakati kuna watu mamia na maelfu wanakufa kila siku wakiuliwa na drones
drones zinatumwa na serikali na wanatumia mercenaries, kila mtu anakaa kimya. Utumiaji wa mercenaries it's a crime. Sheria za AU zinakataza, sheria za UN zinakataza. Mbona hakuna mtu hata moja anasema yule Eric Prince Marekani mwenye ana recruit wale wauaji, hakuna hata mtu mmoja anasema huyu ni nani, anafanya nini, simamisheni. So ndio maana kwa Wanyamulenge, because walikuwa karibu kumalizika, waliweza kujiorganize, wakaunda vijana wao, watoto wao, wakaunda kikundi ya kupigania wazazi wao. This is a shame, ni haya, ni aibu kwa serikali na serikali zingine, hata na organization zingine. Naendelea kusema UN wanapaswa wasimame, wakaripie serikali ya Kongo inayotumia armed groups na mercenaries kuwa raia. Wacha nimuulize swali moja kwanza. Mheshimiwa, kwanza pole kusumbua. Ningependa kwanza kwa manufaa ya Wakenya ambao watakuwa wanatazama, kama waweza kujibu swali langu, na ukianza kujibu useme jina lako na wadhifa wako katika serikali. Alafu kitu ambacho nataka kujua, mshaifanya mikutano labda na serikali ya Kongo na wale washikadau wote wale, na katika hayo makubaliano labda kama mlikuwa nayo, kuna nyaraka ambazo mmeandika chini kando? Unajua mara nyingi tumekuja tukafanya interviews ambazo tumezungumza tu kwa media, lakini kumekuwa na yale makubaliano ambayo mmeandika chini. Cha tatu, ningependa kujua kwamba sasa hizi tuko na East African Community ambayo iko Arusha. Kuna East African Community Parliament ambayo iko Arusha. Je, mmeweza kuwasilisha labda miswada ambayo imeweza kusema au kuzungumzia masuala ambayo yanafanyika katika maeneo ya Gatumba na Nyamulenge region zote? So kwa hivyo naomba uanze kwa jina lako kwanza, kama unaweza jieleza kwa jina, wadhifa wako, alafu kisha tuende kwenye swali. Mimi naitwa Moise Nyarugabo. I'm a lawyer. I'm a former senator in Congo, and a former member of the parliament. My last term ended in 2023. 23 years. So mimi ni mzaliwa wa Minembwe, hapo milimani ya eastern part of Congo. Ni moja ya wale Wanyamulenge tunaozungumzia leo. Nimeanza kusema kwamba wale Wanyamulenge walipata shida sana kwa nchi yetu ya Kongo, na chanzo cha shida ni kwamba kwa Kongo watu wengi wanasema Wanyamulenge si Wakongomani sababu ya vile wanafanana. Kwao wanasema ni Wanyarwanda, wakiona sura sawa yangu wanasema ni Mnyarwanda, while kuna watu wananifanana wenye kuwa Uganda, kuna watu wa kunifanana wenye kuwa Kenya, kuna watu wa kunifanana wenye kuwa Tanzania, kuna watu wa kunifanana wenye kuwa Burundi. So ile shida ya nationality, management mbaya ya identity ndiyo ilikuwa chanzo. Ndiyo pale kwa 2004 kulikuwa vita Bukavu na Uvira, Wanyamulenge wakakimbilia Burundi Gatumba, na hapo watu wakajiorganize kutoka Kongo, mnamo Warundi, mnamo Wakongomani wenzetu, mnamo Interahamwe za Rwanda, wakaenda kwa kambi wakaua 166 kwa kambi ya UN. Ndiyo commemoration tunayofanya leo. It was on 13 August 2004. Ndiyo commemoration tumefanya. Tumeomba justice kwa Kongo. Kongo haikufanya kitu. Tumeomba justice kwa Burundi. Burundi haikufanya kitu. Tumeenda hata kwa Hague. Nimefika Hague. We dropped complaints. Lakini individuals cannot seize the Hague, the ICC. Ni government au Umoja wa Mataifa. Hakuna mtu aliyefanya kitu kwa hiyo. Na kwa mauaji yanayoendelea, sababu haikumalizikia ile wakati 2004. Mauaji imeendelea, wakiua watu wakisema ni Wanyarwanda wawafukuze watoke kwa nchi yao, while they are there for
many hundreds of years. So ile mauaji imeendelea na imefikia kiwango kwenye seize ile koti ya Arusha. Tumeandikia Arusha, tumeandikia East Africa Community, tumeandikia hata yesterday wameandikia tena ile ICC. Nimepata kibarua cha lawyers, wameandikia ICC kwa niaba ya Wanyamulenge tena kuleta complaint, but we are still waiting. 22 years hatujapata jibu. Tunaendelea kutumaini kwamba siku moja watasimama waamakie hii hewa mbaya ya uwaji na discrimination kusudi Wanyamulenge waweze kuishi ndani ya Kongo kama wakongomani wenzao. Tumeweza kujipata katika nafasi hii kwa muda mrefu sana ambapo tumezungumzia haya mauaji yamezidi kuendelea. Hata mwaka jana tukifanya mazungumzo ya kwanza katika kanisa moja, bado kulikuwa na hii kitu ambacho tunazidi kuona katika maeneo ya Banyamulenge region, Eastern DRC. Sasa kwa nyinyi sasa kama Banyamulenge, mmeamua kwamba hatua gani ambayo nyinyi mwenda kuchukua? Kwa sababu umesema kwamba hamsikilizwi. Ukiangalia jamii ya kimataifa, ukiangalia UN, ukiangalia the African Union, the East African Community, umesema kwamba haiwasikilizi. Ama labda katika hatua gani kama nyinyi mmesema labda kumekuwa na mnaenda kufanya nini sasa? Kwa sababu vile umeeleza ni kwamba hakuna kitu ambacho kimefanyika. Sasa nyinyi kama Banyamulenge mmeamua kwamba mtachukua hatua gani? Kitu tumefanya cha kwanza ni kwamba Wanyamulenge wamejiorganize to defend themselves. Wameunda kitu wanaita twirwaneho. It means ni Kinyamulenge, let's fight for ourselves. Let's defend ourselves. Ndiyo hiyo inaweza kusaidia, na ndiyo maana mpaka leo kungali kunapatikana Wanyamulenge kwa ile milima. Ni sababu walijidefend. Wanapigana against those armed groups from the other communities, our neighbors. Na waliweza hata kupigana na jeshi ya serikali na kuifukuza. Ndiyo maana kungali watu wangali hai kwa ile milima. They are defending themselves until watasikilizwa na kunakuwa makubaliano na serikali inaweza kufanya kazi yake. Ukiwa kiongozi na ufahamu kwamba una ukaribu sana na watu ambao uko nyumbani ambao umewaacha katika sehemu za Nyamulenge, kama tu kwa muhtasari, labda uweza kupa tu takwimu za mambo ambayo yamekuwa yanaendelea kama vifo vya hivi karibuni, hasa kitu gani ambacho kimekuwa kinafanyika hivi karibuni hasa maeneo ya Nyamulenge, Eastern DRC? For 9 years now, kuna miaka 9, those armed groups za majirani wakisaidiwa na jeshi la serikali wameweza kuweka moto kwa around 480 villages. Wanaweka moto, wanaunguza nyumba, not houses, villages. Wameweza kupora ngombe za Wanyamulenge sababu Wanyamulenge ni wachunga ngombe. Wameweza kupora ngombe more than 500,000. Wameweza kuua thousands of people. And one time for 1 year and 6 months waliweza kufanya blockade. Wanafunga njia zote zenye zinaweza kupeleka watu kwenda sokoni. Hakuna dawa, hakuna chumvi, hakuna sukari for more than a year. Jeshi la serikali linafanya blockade na jeshi la Burundi pamoja na those armed groups allied to them walifanya blockade for 1 year and 6 months until wameweza kushindwa kivita na wale vijana wa Kinyamulenge. Wao wanajipigania kuwafukuza kwa njia hiyo. Ndiyo maana leo there is a kind of situation inaanza kueleweka kidogo, wanaanza kupata chumvi na sukari na dawa. So but when a government is using means za serikali, wanatuma drones, hundreds of drones kupiga wananchi wenye hawana silaha, kupiga bombing houses za raia, bombing churches na masomo na hospitals. There's something very wrong. Ni hapo tulikuwa
tunaomba international community kusimama na kuuliza hiyo government ya Kinshasa wanatafuta kufanya nini na wale raia. Wale raia wamefanya nini kusudi wa deserve such energy, ile nguvu yote serikali inaweka kuwa watu in the villages kwa ile milima. Ndio maana tunaendelea kuandika na tuendelea to make calls to those leaders of the region wa East African community na wengine waweze kusimamia serikali ya Kongo na ya Burundi because they are together kwa kufanya hizo crimes. Swali la mwisho, kama kiongozi unajua kwamba wewe unaufahamu sana hasa katika mandhari na vitu ambavyo vinaendelea nyumbani. Kwa hivyo kama ungeulizwa kutoa shauri, hasa vile unazungumza ni kwamba ni kitu ambacho kinasumbua sana, ni the issue of identity. So kama wewe kama kiongozi, kama mtu ambaye umekuwa katika sehemu za Nyamulenge, kama sehemu za DRC, Eastern DRC, ni kitu gani ungeshauri hasa kiweze kufuatiliwa au kuzingatiwa ili kuhakikisha shughuli hii nzima au matukio haya ambayo yanafanyika yaweze kuisha? Serikali inapaswa kumaliza jambo lolote linahusika na nationality na identity, because nationality doesn't care about how I look. Nationality haina rangi. Nationality haifuati urefu wa mtu au ufupi wake au rangi ya skin yake. Ni kusolve issue ya identity according to the law, not according to the emotion, not according to the hatred. Na serikali kufanya hiyo, kuna sheria na sheria zinasema Mkongomani, a Congolese of origin, ni mwenye alikuwa Congo when the Congo became independent in 1960. Wanyamulenge walikuwa Congo in 1700 or 6. Kuna wengine kwa history wanasema even 5. So after 400 years utasema mtu hayuko wa ile nchi aende wapi? Sababu anafanana mtu fulani. So the government must stop such discrimination. Government inapaswa kusimamisha the hatred speech. Watu wanaendelea kuzungumza maneno ya ubaguzi na ya hatred. They have to be punished. Kama serikali haifanyi, watu wataendelea na wataendelea kuuana. And there is a kind of absence of serikali na kutumia sheria za nchi. Ndio serikali inapaswa kufanya, kusimamisha hayo maneno na kusema Mkongomani yeyote mwenye anakubaliwa kuwa Mkongomani kufuatana na sheria akuwe na rights za Wakongomani wengine wote, despite urefu wake, despite pua yake, despite nywele zake. Those elements don't enter in the criteria of the nationality. Yeah. Labda kwa mfano kitu cha mwisho labda ambacho tumekisahau na labda unahisi kwamba ni vizuri kuweza kuelezea au kufafanua zaidi, kwa upande wako unaweza sema kitu gani hicho? Neno la kwanza, nashukuru serikali ya Kenya na wananchi wa Kenya kuwapokea hawa watu, those thousands of Banyamulenge were here, na kuwapa nafasi ya kuishi. But meanwhile, naomba serikali ya Kenya na serikali zingine za East Africa kusimama na kumuuliza Tshisekedi anapenda kufanya nini na wale wananchi wa nchi yake. Asimamishe ubaguzi, asimamishe discrimination, asimamishe ile speech ya hatred, na aunganishe wananchi, organize dialogue yenye itasaidia wananchi wote kuishi pamoja na kuongoza nchi kwa pamoja. So the Eastern Africa community wana responsibility ya to bring back peace in Congo kwa njia zote. Thank you so much, sir. Asante. Ninaitwa Tumaini Biamungu Eli wa chama cha siasa cha katiba ya Jamhuri yetu ya Kidemokrasia ya Kongo inachoitwa M64, yani M64.
mouvement article 64 mouvement non armé. Napatikana hapa Nairobi, Kenya, kuhudhuria ukumbusho ya ndugu zetu wa Kongomani wa community ya Wanyamulenge ambao wanapitia muda wa genocide. Genocide hii haijawahi kufanyika ulimwenguni. Ambayo ilifanyika Rwanda ilikuwa ndogo zaidi ya hii. Na wale ambao wamefanya genocide Rwanda walifanya kwa mipanga. Lakini ndugu zetu wa Nyamulenge ni mara ya kwanza tunasikia ambaye anaitwa rais wa Umoja wa Afrika Ndayishimiye ambaye anashiriki genocide kwa community ya Wanyamulenge ambao sio Warundi, ni Wakongomani. Pia chama chetu cha M64 tuna hukumu Umoja wa Mataifa ambayo inaonekana kwamba inasindikiza genocide hii ya ndugu zetu. Wao ni maraia, ni wazee ambao serikali hata ya Kinshasa inajuruhusu kutuma drone ambazo ziko hapo kwa kupiga inchi. Yaani inchi inapigana na nyingine, lakini hizo drone zinatumiwa kwa kuua community ya Wanyamulenge. Ndio maana sisi tumesema hapana, hii ni kitu tunapaswa kuhukumu, na tunaomba justice international, hata justice ya Kongo, kwani imekuwa ya kabila moja. Nchi ya Kongo hakuna serikali, nchi imeoza, na ndio chanzo kikubwa ambacho tunacho Kongo cha ubaguzi. Kongo ili uwe waziri, inaomba uwe mwenye ubaguzi, uwe watu, ulete chanzo cha kuachanisha watu ili uweze kuwa rais wala kukuwa waziri. Kwa hiyo tunahukumu, ndio maana tumekuja kuomboleza na ndugu zetu hapa ambao wanapitia kipindi kikubwa kilicho kigumu zaidi sana. Umesema ni C64 na C64 wameandaa maandamano, wametishia kuandamana katika nchi nzima Agosti 15 mwaka huu kumtaka rais ajiuzulu mara moja. Je, tarehe hii inafuatiliwa na mnaona kwamba mtaweza kweli kumondoa madarakani bwana Tshisekedi? Unajua C64 ni coalition, umoja wa chama za siasa ambazo ziliungana, zilitoka kwa M64. Mimi ndio kiongozi wao. Sasa unajua wanasiasa wa Kongo wana hiyo ujanja ya kwenda kutafuta pesa kwa damu ya Wakongomani. Unanifuata vizuri? Hiyo ambao wanafanya ni njama za kumsindikiza Felix ili aweze kuendelea, abrige manda nyingine endelee na mauaji hii ambao tumehudhuria siku ya leo, abaki madarakani tena muda wa manda nyingine 2, yaani miaka 14. Kwa hiyo mimi hiyo mambo ninajiuzulu kwayo. Ninaangalia kwanza wa ndugu zetu hawa ambao wanakufa, sababu hakuna Kongo bila Wanyamulenge. Na nchi zingine kama Kenya ambao tunasifu viongozi na Wakenya wamevukia hiyo mambo ya kuona sura ya mtu sababu ni mrefu wala ni mfupi wala ni mweusi wala ni mwekundu. Hiyo haiwezi kujenga nchi, lakini ni shida ambayo tuko nayo huko Kongo, sababu ndugu zetu wa Nyamulenge wamefanana saa zingine na Wakenya, saa zingine wamefanana na nchi zingine, hawastahili kuwa Wakongomani. Kongo tuna shida nyingi, tuna njaa, tuna insecurity, hatuna barabara, lakini wanasiasa wanapora mali ya nchi. Na kwa hiyo mambo ya C64 na jiuzulu kwa hiyo sione hiyo. Tunaangalia kwanza shida ambazo tunazo na kuhukumu hiyo mauaji ambayo endelea kuua ndugu zetu. Na mwingine ana swali la kuongezea. Asante sana kiongozi. Labda jambo la mwisho ambalo labda unaona kwamba tujagusia na unaona kwamba ni vizuri kuweza kugusia, ambayo naweza kuongeza kwa kugusia, ni kusitiza Umoja wa Mataifa, yani droit de l'homme, UN kufuatilia kesi hili la wajambazi ambao waliua baadhi ya wandugu ambao tumesherehekea siku ya leo ukumbusho yao huko Gatumba, washikwe na wasambishwe. Na hao ambao kuanzia kwa Tshisekedi ambao nasukuma madrone na kuleta silaha kwa FDLR ambazo ni genocide ambazo ziliua watu Rwanda, tena anazipa silaha, analeta tena silaha kwa majimaji wanaitwa wazalendo ili waue community ya Wanyamulenge. Tunaomba justice ifanyikwe. Asante.